Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais pia ameitangaza Tanzania kama kituo cha uwekezaji wa kimataifa kupitia ziara zake za kikazi nje ya nchi, akiwa amefanya ziara akishiriki mikutano ya kikazi na ya kiserikali katika nchi za Falme za Kiarabu na Urusi. Akiwa nchini Urusi, Mheshimiwa Rais alitoa wito wa uwekezaji zaidi katika bara la Afrika, akiitangaza Tanzania kama lango la kimkakati la biashara katika eneo lenye soko la zaidi ya watu milioni 500. Mheshimiwa Spika, ni heshima kubwa pia kwa taifa letu kuona Mheshimiwa Rais akitunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu wa Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi kwa mchango wake mkubwa katika elimu, ushirikiano wa kimataifa na urafiki katika mataifa haya. Heshima hii hutolewa kwa nadra kwa viongozi wachache duniani, na hii ni kielelezo cha namna jamii ya kimataifa inavyothamini uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa heshima hiyo aliyotuingizia sote kama Watanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kulihakikishia bunge lako tukufu na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kwamba vipaumbele vya bajeti ya 2026-2027 kwa kila wizara za kisekta vimezingatia maslahi mapana ya taifa. Bajeti hii inaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta za uzalishaji, miundombinu na huduma za jamii. Serikali imejipanga kuendelea kuimarisha mikakati na mifumo ya kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi wa mikopo na misaada kutoka nje. Mikakati mojawapo ni pamoja na kudhibiti matumizi ya umma katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge na Watanzania kwa ujumla wameshuhudia kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2026-2027 na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Mipango ambao waliwasilisha bajeti pamoja na mpango wa taifa. Bajeti hiyo inaenda kugusa na kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri vijana na wanawake wa Kitanzania walio wengi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali kupitia mamlaka ya serikali za mitaa inaenda kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo kwa sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na kati ya 15% iliyotengwa, 10% inaelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kama ambavyo uwiano ulikuwa awali. Aidha, 5% itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Mheshimiwa Spika, nizielekeze mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo ya wajasiriamali kwa kuzingatia urahisi wa kufikika na kuwawezesha kufanya biashara kwa tija. Hivyo kupitia 5% ya uboreshaji wa miundombinu ya wajasiriamali pale itakapohitajika na halmashauri zilipe fidia, wasisite kufanya hivyo ili kuwezesha upatikanaji wa maeneo yenye sifa kwa wajasiriamali kupata tija zaidi, ili tuache kufukuzana na wajasiriamali pale tunapowapatia eneo ambalo halifikiki au ambalo halikidhi mahitaji ya biashara wanazozifanya. Tuwapatie maeneo ya kufanyia biashara katika mazingira yanayokidhi mahitaji ya biashara zao. Mheshimiwa Spika, aidha kupitia utaratibu mpya wa utoaji wa mikopo inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ninazielekeza taasisi za fedha na waratibu wa mikopo hiyo kuondoa masharti magumu yanayokwamisha wajasiriamali kunufaika na mikopo hiyo. Mfano, ulazima wa wahitaji kwa upande wa watu wenye ulemavu kuunda vikundi na ulazima wa wahitaji kuwasilisha dhamana kubwa kama vile hati za nyumba, hati za vitu vingine vikubwa ambavyo kwa asili ya biashara zao hawawezi kuwa nazo. Kipekee ninatoa wito kwa vijana kujipanga na kutumia ipasavyo vipaji walivyo navyo, fursa zilizopo na mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali katika kujiongezea kipato kupitia shughuli wanazozifanya. Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa hata watu wenye ulemavu lazima wawe na kikundi. Tunaondoa sharti hilo ili
kuwawezesha kufikia mikopo hiyo bila kulazimika kuunda vikundi. Kadhalika, kuondoa masharti ya hati za nyumba kwa bodaboda, mamalishe na watu wenye ulemavu pale wanapohitaji mikopo hiyo. Watumie vitambulisho vya taifa kupata mikopo hiyo kama dhamana. Mheshimiwa Spika, ili kuwavutia wajasiriamali, serikali inatoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wadogo ambao ni wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Hatua hii itawezesha mama na babalishe, waendesha bodaboda, bajaji, mafundi seremala na wachomeleaji na wengine wenye shughuli ndogo ndogo kuanzisha biashara zao pasipo kuwepo na changamoto ya kudaiwa kodi ndani ya mwaka mmoja. Muda huo tunatoa fursa ya kujiimarisha katika biashara zao wanazozianzisha. Mheshimiwa Spika, tumetolea mfano huu kwa wafugaji ambao wanajua namna ya kukuza vindama vyao ili baadaye waweze kupata maziwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka nafuu mbalimbali za kikodi kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha alizielezea kwa kina, zenye malengo ya kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia majumbani na katika sekta ya usafiri kukabiliana na athari zinazotokana na migogoro ya Mashariki ya Kati. Hivyo serikali itasamehe kodi kwenye vifaa vinavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme na kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10%. Nitoe rai kwa wawekezaji wa sekta binafsi kwa ujumla na sekta binafsi kwa ujumla watumie fursa hiyo kuagiza mashine na vipuri vinavyotumika katika vituo hivyo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta za uzalishaji na katika kutambua kuwa sekta ya kilimo nchini inabeba makundi mengi katika uzalishaji na biashara, serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa hapa nchini. Aidha, nafuu hii ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa gharama nafuu na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula yanayotokana na michikichi, soya, karanga pamoja na nazi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuweka mazingira bora kwa kuhakikisha kuwa viwanda vya ndani vinazalisha na kuwa na ushindani dhidi ya bidhaa zinazoagizwa nje ya nchi. Hatua hiyo ni sehemu ya kuongeza kiwango cha ushuru wa forodha kwenye bidhaa mbalimbali zinazoagizwa toka nje ya nchi kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na kuhamasisha uwekezaji wa ndani na uzalishaji wa ndani. Mheshimiwa Spika, niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kutumia nafuu hizi za kikodi zilizotolewa na serikali kupitia hotuba nzuri aliyoisoma Mheshimiwa Waziri wa Fedha kuongeza uwekezaji katika sekta za uzalishaji badala ya kutafuta tu faida binafsi ambazo haziwanufaishi Watanzania walio wengi. Hatua hii itaendelea kutanua wigo wa kutoa ajira kwa vijana ambao kwa sehemu kubwa ndio wamekuwa wenye changamoto nyingi za ukosefu wa ajira. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta ya biashara na uwekezaji nchini, serikali imefanya maboresho katika sheria 55 ambapo pamoja na mambo mengine ada na tozo 374 zimepunguzwa ama kufutwa. Lengo la hatua hiyo ni kupunguza gharama za kufanya biashara, kuimarisha mazingira ya uwekezaji pamoja na kuongeza usajili wa biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua nyingine ni kufanya maboresho katika kanuni mbalimbali kama ambavyo mtakumbuka zilivyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Hizi ni hatua muhimu. Hizi ni hatua muhimu ambazo serikali imechukua kuweka mazingira mazuri ya uzalishaji na wananchi kujiletea maendeleo ndani ya nchi yetu. Serikali imezingatia maoni ya waheshimiwa wabunge kuhusu kero ya wingi wa ada, tozo na adhabu zinazotolewa na mamlaka za udhibiti wa ufanyaji biashara na uwekezaji. Hivyo serikali imeridhia kuanzisha mfumo jumuishi ili kutatua kero hizo bila kuathiri majukumu na msingi unaofanywa na taasisi hizo za udhibiti. Mheshimiwa Spika,